Ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Hujambo msikilizaji, mimi ni Karorobi. Natumai umeshinda salama popote pale ulipo, nami ni Victor Kenani. Tulionayo katika Dira ya Dunia. Iran yasema hakuna mipango ya kufanya mazungumzo mapya na Marekani. Nadhani kulikuwa kuna sintofahamu ambayo ilikuwa imetanda mazungumzo toka kutangazwa kuwa kwanza ni lini yatafanyika, lakini hata ilipotoka taarifa ya upande wa Marekani kuwa mazungumzo yangefanyika Jumatatu, upande wa Irani walikuwa hawajathibitisha. Israel yawaonya wakazi wa kusini mwa Lebanon kutorejea makwao licha makubaliano ya kusitisha mapigano kufikiwa. Maoni mseto yaibuka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu serikali ya nchi hiyo kukubali kuwapokea wahamiaji kutoka Marekani. Tunashukuru rais kwa sababu inaonekana wazi kama wanaanza sasa kuonesha kama Kongo ni nchi kubwa, nchi yenye inaweza kuwapokea wageni, nchi yenye inahakikisha maisha ya watu, heshimisha haki za binadamu. Nchi ya Kongo itakuwa kama vile ya lala pubele ya kuweza kupokea wale wote wenye walitupiwa katika nchi ya Amerika juu ya maafa ambao walioyafanya kule. Na kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo ameisifu Angola kwa miradi yake ya kuwatunza wazee, akisema inaonyesha mshikamano wa kijamii nchini humo. Uwanjani, USM Alger ya Algeria yatinga fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, na beki wa Liverpool Ibrahima Konate asema anakaribia kusaini mkataba mpya na the Reds. Kwa hayo na mengine mengi, usikose kuungana nami Shuaib Ibrahim katika makala ya michezo na wachezaji, muda ukiwadia. Lakini kwanza ni taarifa ya habari za dunia ukisomewa na Miambia Hirsi. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema kuwa njia zote hasa za kidiplomasia zinapaswa kutumika ili kupunguza mvutano kati ya nchi yake na Marekani. Hata hivyo, Pezeshkian ameongeza kuwa Iran inahitaji kuwa makini katika mahusiano yake na Marekani. Alikuwa akizungumza huku Pakistan ikijiandaa kuwa mwenyeji wa duru ya pili ya mazungumzo kati ya Iran na Marekani, lakini mpaka sasa Iran haijaonyesha ishara yoyote ya kuhudhuria. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran amesema kuwa Marekani haijaonyesha nia ya kutatua mzozo huo wa kidiplomasia na nchi yake haitabadilisha matakwa yake. Tofauti na swala la nyuklia ambalo kwa kiwango fulani unaweza kuliahirisha, Irani haikuwa tishio la haraka. Kabla ya vita haikuwa inatafuta kutengeneza silaha za nyuklia, ingawa huenda ikafanya hivyo baada ya vita kutokana na uongozi mkali zaidi uliopo sasa. Lakini kuhusu mlango wa bahari wa Hormuz, tayari umefungwa, na kila siku unapoendelea kufungwa au hata kama kuna msongamano mdogo wa meli unaendelea, athari za kiuchumi zinaongezeka kwa kasi. The economic consequences compound. Israel imewaonya watu wa Lebanon wasirudi kwenye makazi yao ya kusini mwa nchi hiyo licha ya kuwepo kwa mpango wa usitishaji vita unaotajwa kuwa dhaifu. Msemaji wa jeshi amesema watu hawafai kuelekea vijiji vya kusini au kukaribia maeneo yaliyo karibu na mto Litani. Ikulu ya Lebanon imetangaza kwamba balozi wa zamani nchini Marekani Simon Karam ataongoza ujumbe wa nchi hiyo katika mazungumzo ya pande mbili yaliyopangwa na Israel. Aidha, amesema kuwa lengo kuu la mazungumzo hayo ni kumaliza uwepo wa jeshi la Israel katika maeneo ya kusini mwa Lebanon. Zaidi ya raia 200 wameokolewa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya uvamizi uliofanyika kwenye kambi ya wapiganaji wa Kiislamu. Jeshi la Uganda linasema waathiriwa hao walikuwa wakishikiliwa katika jimbo la Ituri na kundi la Allied Democratic Forces ADF ambalo ni tawi la kundi la Islamic State. Msemaji wa Uganda amesema operesheni ya pamoja na majeshi la Kongo ililenga maeneo waliko ADF kando na mto Ipulu. Kundi hilo la waasi limekuwa likifanya mashambulizi na linatuhumiwa kutekeleza mauaji pande zote mbili. Shirika la polisi la Ulaya Europol linasema limefanikiwa kuwafuatilia watoto 45 wa Ukraine waliotekwa na kupelekwa Urusi. Shirika hilo lilikusanya ushahidi wa wachunguzi kadhaa ambao walifuata taarifa zilizopo hadharani kwa siku 2. Samia Wami na maelezo zaidi. Inaaminika kuwa Urusi imewachukua karibu watoto 20,000 wa Ukraine tangu ilipoanzisha uvamizi wake kamili miaka 4 iliyopita.
Europol inasema baadhi yao wameasiliwa na raia wa Urusi, huku wengine wakiwa katika kambi za marekebisho ya tabia au hospitali za watu wanaougua magonjwa ya akili. Hali hiyo imesababisha mahakama ya kimataifa ya uhalifu, yani ICC, kumshitaki rais wa Urusi Vladimir Putin pamoja na kamishna wa haki za watoto wa Urusi Maria Lvova-Belova kwa tuhuma za uhalifu wa kivita. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Papa Leo ameisifu Angola kwa programu zake za kuwahudumia wazee, akisema kuwa ni ishara muhimu ya ubora wa maisha ya kijamii ya nchi. Akiwa katika ziara kwenye makazi ya wazee katika mji wa Saurimo ulioko kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, Papa alisema kuwa wazee wanapaswa kusikilizwa kwa sababu ya hekima yao. Papa atarejea katika mji mkuu wa Angola, Luanda, kukutana na viongozi wa jumuiya ya Kikatoliki kabla ya kusafiri kwenda Equatorial Guinea siku ya Jumanne. Hiyo itakuwa hatua ya mwisho ya ziara yake ya nchi 4 barani Afrika. Na ripoti kutoka Ethiopia zinasema kuwa kundi la TPLF linapanga kurejesha bunge la kikanda ambalo uchaguzi wake uliokumbwa na utata miaka 6 iliyopita, na hivyo kuchochea vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Hatua hiyo itaelekeza bunge hilo kuchukua nafasi ya utawala wa mpito uliowekwa chini ya makubaliano ya amani miaka 3 iliyopita. Vita vya wenyewe kwa wenyewe vilianza mwaka 2020 na kusababisha vifo vya zaidi ya watu nusu milioni. Vita hivyo vilizuka baada ya miezi kadhaa ya mvutano kati ya waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed na viongozi wa TPLF ambao walikuwa wamelitawala siasa za nchi hiyo kwa miongo 3 hadi pale Abiy alipoingia madarakani mwaka 2018 kufuatia maandamano ya kupinga serikali. Hii ni BBC. Huyo msikilizaji ni Ambia Hirsi, najua kwamba pia ulikuwa umeipeza sauti yake kwenye matangazo haya ya Dira ya Dunia. Karibu sana Ambia tena kwenye matangazo haya ya Dira ya Dunia, ambapo msikilizaji unaweza kuyategea sikio ukiwa nchini Tanzania kupitia Radio Free Africa, Radio 1 na Classic FM. Ukiwa nchini Kenya yategea sikio kupitia Nyota FM, Gulf Radio na Milele FM. Huko Uganda ni Radio Lira, Radio Kitara na Radio Paidha. Na ukiwa DRC bila shaka matangazo hayo utayapata katika njia murwa kabisa kupitia Radio Muungano Beni na Liza Del Radio. Lakini kumbuka matangazo hayo yanapatikana kwenye FM, tovuti yetu na ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili. Na ukiwa kwenye ukurasa wetu wa Facebook usisite basi kutuachia maoni yako kuhusu yale unayoyasikia jioni hii. Tukipata nafasi nasi tutafanya jinsi inavyostahili kusoma maoni yako. Jioni huko nami Karorobi na mwenzangu ni Victor Kenani, sote tukiwa hapa Nairobi. Karibu Vic. Shukran. Tuanze na Rais Donald Trump ambaye amesema timu ya mazungumzo ya Marekani inaelekea katika mji mkuu wa Pakistan, Islamabad, kwa duru mpya ya mazungumzo na Iran. Kusitishwa kwa mapigano kwa sasa kati ya Marekani na Iran kunatarajiwa kumalizika siku ya Jumatano. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema kwamba kila njia ya busara na kidiplomasia inapaswa kutumika kujaribu kupunguza mvutano na Marekani. Alikuwa akizungumza wakati matumaini bado yapo ya kufanyika kwa duru mpya mazungumzo kati ya Marekani na Iran, ingawa Iran haijaweka wazi iwapo itashiriki mazungumzo hayo. Nasteha Mohamed na maelezo zaidi. Mazungumzo kati ya Marekani na Iran yaliyotarajiwa kufanyika hii leo mjini Islamabad nchini Pakistan hayajafanyika baada ya Iran kusema hawatahudhuria mazungumzo hayo yanayokusudiwa kutatua mgogoro kati ya nchi hizo mbili, huku kila mmoja akilaumu mwenzake kwa kukiuka mkataba wa kusitisha mapigano uliowekwa wa muda wa wiki 2. Kwa mjibu wa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Ismail Baghai, kwa sasa hakuna mpango wa kufanya duru ya pili ya mazungumzo na Marekani. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari, amesema Marekani imeonyesha kutochukulia suala hilo kwa uzito katika mchakato wa kidiplomasia na kwamba imefanya vitendo vya uchokozi pamoja na kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Kufikia sasa hatuna mpango wa kuhudhuria mazungumzo hayo na hakuna uamuzi wowote ambao tumefikia hadi sasa kuhusu swala hili. Tumekumbwa na hali ngumu, hasa katika mlango bahari wa Hormuz, pamoja na kile kinachodaiwa kuwa ni kizuizi. Kwa saa kadhaa zilizopita wameshambulia meli za Iran, na matukio hayo yote yanahesabika kama ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha vita. Baghai aliongeza kuwa usafiri wa meli katika mlango wa bahari wa Hormuz hauwezi kurejea katika hali ya kawaida kutokana na kile alichokiita hali ya kivita inayosababishwa na ukiukaji wa makubaliano na vitisho vya Marekani dhidi ya bandari na meli za Iran. Alisisitiza pia kuwa Iran haina nia ya kuwa na uhasama na nchi za Mashariki ya Kati, akielezea kuwa hatua zilizochukuliwa katika siku 40 zilizopita zilikuwa ni
kujilinda kwa halali dhidi ya uchokozi wa kijeshi wa Marekani na Israel. Kwa upande wake, rais wa Marekani Donald Trump hapo jana aliishtumu Iran kwa kukiuka mkataba wa amani kwa kufunga mlango wa bahari wa Hormuz, ambaye awali Marekani ilikuwa imetangaza kwamba mlango huo muhimu wa bahari ulifunguliwa na mzozo huo sasa kuanza upya. Wachambuzi wanasema kwamba rais Trump yuko tayari kuongeza muda wa kusitishwa kwa mapigano, lakini masharti yake dhidi ya Iran ndio tatizo kubwa, wakiongeza kuwa Iran kwenda kwenye mazungumzo hayo kama Marekani imeshikilia meli yao itakuwa ishara ya udhaifu kwa upande wa Iran. Aidha, ameongeza kusema kuwa ni njia moja tu ambayo nchi hizo mbili zinafaa kuzingatia. Hapa anaelezea njia moja ambayo nchi hizo mbili zinaweza kutumia kukutana huko Islamabad ni ikiwa pande zote mbili zitaondoa kizuizi na kufungua mlango wa Hormuz. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China ametaka mazungumzo ya amani kati ya Iran na Marekani yaanze tena kufuatia Marekani kuzuia meli ya mafuta ya Tuska iliyokuwa na bendera ya Iran. Guo Jikun aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari kwamba China ina wasiwasi na kukamatwa kwa nguvu meli ya Iran na vikosi vya Marekani, kulingana na shirika la habari la AFP. Wakati huo huo, mahakama ya Iran imetangaza kuwa Mohamed Mosum Shahi na Hamid Validi wameuawa leo Jumatatu kwa tuhuma za kupeleleza kwa niaba ya Mossad. Taarifa ya mahakama hiyo ilisema wawili hao walikuwa wanachama wa mtandao wa ujasusi unaohusishwa na Mossad. Kwa mjibu wa mahakama, watu hao waliwasiliana na maafisa wa Mossad kupitia mtandao wa interneti na safari kwenda eneo la Kurdistan ya Iraq kabla ya kurejea nchini baada ya kupatiwa mafunzo ya operesheni za kigaidi na vitendo vya hujuma. Shirika la People la Mujahideen la Iran lililaani kunyongwa kwa wanachama wake wawili na kukiita uhalifu wa kinyama, ilisema Hamid Validi, mhandisi wa ujenzi mwenye umri wa miaka 45, na Nima Shahi, mfanyikazi wa kiufundi mwenye miaka 38, walikamatwa mjini Tehran tarehe 13 mwezi Mei mwaka jana pamoja na jamaa zao na kufanyiwa mahojiano pamoja na mateso. Katibu wa Baraza la Kitaifa la Upinzani la Iran alitoa wito wa kufanyika kwa uchunguzi wa kimataifa kuchunguza kesi hiyo. Mashirika ya haki za kibinadamu na wanaharakati wa kiraia wameelezea wasiwasi wao kuhusu ongezeko la hukumu za kunyongwa, hasa tangu kuanza kwa vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Wanasema mchakato wa kesi na utoaji wa hukumu hizo unakiuka haki za binadamu na kwamba Iran inatumia ongezeko la kunyongwa kama njia ya kukandamiza upinzani na kuleta hofu miongoni mwa umma. Nasteha Mohamed, Dira ya Dunia, BBC. Iran imesema kuwa itajibu kitendo cha Marekani cha kuikamata meli yake, kama anavyoeleza Igan Sala. Mlioko kwenye meli ya Tosca, ondokeni kwenye chumba chenu cha injini. Tuko tayari kuwashambulia kwa moto wa kuzuia uwezo wa chombo chenu kufanya kazi. Ni wanajeshi wa jeshi la majini wa Marekani wakiamrisha meli hiyo ya Iran kusitisha safari yake, na baada ya kukataa kutii amri Marekani walishambulia. Wakati hayo yakijiri, Iran imeanzisha mashambulizi ya ndege zisizo na rubani dhidi ya meli za kijeshi za Marekani katika Ghuba ya Oman. Shirika la habari la Iran, Tasnim, limearifu kuwa kufuatia jeshi la wanamaji la Marekani kukamata meli ya mizigo iliyokuwa ikipeperusha bendera ya Iran katika Ghuba hiyo, hakuna taarifa zilizoripotiwa kuhusu uharibifu kutokana na mashambulizi hayo ya ndege zisizo na rubani. Awali, makao makuu ya Khatam al-Anbiya, kitengo cha juu kabisa cha uendeshaji kinachoratibu vikosi vya ulinzi vya Iran, kilieleza operesheni ya jeshi la wanamaji la Marekani kama ukiukaji mkubwa wa makubaliano ya kusitisha mapigano na kusema kwamba italipiza kisasi kwa kitendo hiki cha uharamia wa kivita kinachofanywa na jeshi la wanamaji wa Marekani. Mvutano unaongezeka wakati ambapo duru ya pili ya mazungumzo ya ngazi ya juu ikiwa kwenye ratiba. Kwa mkusanyiko huu wa vikosi na vizuizi viwili vinavyoshindana, aina fulani ya makubaliano ilionekana kuwa swala la muda tu katika mlango huu bahari muhimu wa kimkakati. Hili ndilo tukio la kwanza la jeshi la wanamaji wa Marekani kuchukua hatua dhidi ya meli ya kibiashara ya Iran, ikiwa ni pamoja na kupanda na kuikamata meli wakati wa mgogoro huu. Jeshi la Marekani linasema limefiatua risasi mara kadhaa kuharibu injini ya meli hiyo baada ya kupuuza maonyo ya mara kwa mara kwa kipindi cha saa 6. Unaamriwa kurejea mara moja ulipoanzia safari yako. Unaamriwa kurejea mara moja ulipoanzia safari yako. Umenielewa?
Sawa, nimepokea ujumbe wako, nitarejea. Amri ya juu ya majeshi ya pamoja ya Iran inaelezea tukio hilo kama uharamia na ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Majengo ya serikali yamefungwa na eneo la kidiplomasia la jiji limezingirwa, huku Islamabad ikijiandaa na ujio wa wageni. Bado haijabainika nani watakaohudhuria. Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kwenye mitandao ya kijamii kwamba ujumbe wake utafika usiku wa hii leo, ingawa kumekuwa na taarifa zinazokinzana kuhusu uwapo wa makamu wa rais JD Vance ikiwa atarejea kuongoza ujumbe huo. Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti kuwa Tehran haitashiriki katika mazungumzo ya amani, vikieleza madai ya Marekani kuwa hayana mantiki. Hii ni sauti ya meli ya kijeshi ya Marekani ikifyatua risasi dhidi ya meli ya mizigo yenye bendera ya Iran. Bei za mafuta duniani zimepanda barani Asia baada ya Donald Trump kusema kuwa Marekani imezuia na kukamata meli ya mizigo iliyobeba bendera ya Iran. Hali hii inajiri baada ya Iran kusema mwishoni mwa juma kwamba inafunga tena mlango bahari wa Hormuz kwa meli za kibiashara na kwamba chombo chochote kinachokaribia kitalengwa. Waziri wa mambo ya nje wa Iran amesema Ijumaa kuwa mlango huo ungefunguliwa, lakini muda mfupi baadaye Trump alisisitiza kuwa zuio la majini la Marekani dhidi ya bandari za Iran lingeendelea hadi makubaliano yafikiwe. Tangu wakati huo, Iran imesema kuwa mlango huo umefungwa tena. Shukran Egan. Bei ya mafuta duniani imepanda baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kuwa jeshi lake la wanamaji limezuia na kukamata meli ya mizigo iliyokuwa ikipeperusha bendera ya Iran. Bei ya mafuta aina ya Brent, ambayo ni kipimo kikuu cha bei ya mafuta duniani, ilipanda kwa 5% hadi karibu $95 kwa pipa, ikibadilisha kushuka kwa bei kulikotokea siku ya Ijumaa wakati Iran iliposema kuwa mlango wa bahari wa Hormuz utakuwa wazi kabisa kwa meli za kibiashara kwa kipindi kilichosalia cha kusitisha mapigano. Mariam Jahid na maelezo zaidi. Siku ya Jumamosi, Iran ilisema ilikuwa inafunga tena mlango wa bahari wa Hormuz na kwamba meli yoyote ambayo ingekaribia eneo hilo ingeshambuliwa. Njia hiyo ya maji ni ya umuhimu mkubwa, kwani kwa kawaida takriban 20% ya mafuta ya dunia na gesi asilia iliyoyeyushwa upita hapo. Masoko ya nishati yameshuhudia mabadiliko makubwa tangu Marekani na Israel zilipoishambulia Iran tarehe 28 mwezi Februari na Teheran kujibu kwa vitisho vya kulenga usafirishaji wa meli katika mlango huo wa bahari. Rais wa Marekani Donald Trump amesema wawakilishi wake watakuwa Pakistan siku ya Jumatatu kwa ajili ya mazungumzo. Afisa wa ikulu ya Marekani alisema makamu wa rais JD Vance ataongoza ujumbe wa Marekani. Hata hivyo, vyombo vya habari vya serikali ya Iran vilisema Teheran haina mipango kwa sasa kushiriki katika mazungumzo hayo, ingawa maafisa wa Iran bado hawajaweka wazi msimamo wa nchi hiyo. Bei za nishati zimekuwa zikibadilika tangu kuanza kwa vita vya Iran. Mafuta ghafi aina ya Brent, ambayo ni kipimo cha bei za mwisho za mafuta, yalikuwa yakiuzwa karibu $70 kwa pipa kabla ya mzozo huu. Tarehe 9 mwezi Machi yalifikia karibu $120. Mzozo huo umechochea mgogoro wa nishati duniani, huku bei zikipanda kwa kasi na baadhi ya nchi zikikabiliwa na uhaba wa mafuta. Asia imeathirika zaidi, kwani eneo hilo hutegemea usafirishaji wa nishati unaopita katika mlango wa Hormuz kwa takriban 90% ya mahitaji yake ya nishati. Serikali kadhaa zimewaagiza wafanyikazi wake kufanya kazi wakiwa nyumbani, kupunguza siku za kazi za wiki, kutangaza likizo za kitaifa na kufunga vyuo vikuu mapema ili kuhifadhi akiba ya nishati. Baadhi ya nchi za Asia ya Kusini Mashariki ikiwemo Singapore na Thailand zimewataka wananchi kupunguza matumizi ya viyoyozi ili kuokoa nishati. Hata China, ambayo inaaminika kuwa na akiba ya kutosha kwa miezi 3 ya uagizaji, pia inafanya marekebisho ikipunguza ongezeko la bei ya mafuta, huku wananchi wakikabiliwa na ongezeko la 20% ya bei. Mashirika ya ndege kote katika eneo hilo yametangaza hatua za kukabiliana na kupanda kwa bei ya mafuta ya ndege. Wiki iliyopita, mkuu wa shirika la kimataifa la nishati Fatih Birol alionya kuwa Ulaya ina labda akiba ya mafuta ya ndege ya wiki 6 tu zilizobaki. Huenda kukawa na kufutwa kwa safari za ndege hivi karibuni iwapo usambazaji wa mafuta utaendelea kuzuiwa. Nchini Uingereza, bei za petroli na dizeli zilipungua mwishoni mwa wiki iliyopita baada ya mfululizo wa ongezeko la bei.
Mzozo wenyewe wa Mashariki ya Kati unaelekea kufika miezi miwili, na mazungumzo kati ya Marekani na Iran ilokuwa tumaini ya angalau kuutuliza kama si kuumaliza mzozo huo wa Mashariki. Kufeli kuanza kwa duru ya pili ya mazungumzo kati ya Marekani na Iran leo kulitarajiwa, na itakuwa na athari gani basi juu ya mzozo wa Mashariki ya Kati? Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi Ibrahim Rahbi kupata picha pana kuhusiana na hilo. Nadhani kulikuwa kuna sintofahamu ambayo ilikuwa imetanda mazungumzo toka kutangazwa kuwa kwanza ni lini yatafanyika, lakini hata ilipotoka taarifa ya upande wa Marekani kuwa mazungumzo yangefanyika Jumatatu, upande wa Irani walikuwa hawajathibitisha. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Irani Ismail Bakai alisema kuwa hawakuwa wamekubaliana kuwa mazungumzo yatafanyika lini au wapi, lakini sababu nyingine ambazo zilikuwa zimetoka ndani ya Irani walisema kuwa wasingeenda kwenye mazungumzo kwa sababu tu Marekani amekiuka makubaliano. Kwa hiyo ni taarifa ambazo zilitarajiwa kutokana na kuwa kati ya siku 3 zilizopita kumekuwa na mivutano ya wazi, kuanzia kufungwa kwa mfereji na kufunguliwa kwake na kufungwa tena Hormuz. Kwa hiyo ilikuwa inaleta vitu kama hivyo. Kizingatia kwamba Rais Trump amesema makamu wake JD Vance na mjumbe maalum Steve Witkoff na Jared Kushner wanaelekea Islamabad, Pakistan kwa ajili ya mazungumzo haya ambayo yanaonekana viongozi wa Iran wanasita kufanya. Je, haitoi taswira kwamba pengine Iran ndo wanakwamisha mazungumzo? Kila upande umekuwa na sababu zake. Nadhani wawakilishi au wasimamizi wa mazungumzo walipaswa wao waseme, watuambie, hasa Pakistani ambao wamekuwa ndio msuluhishi. Alipaswa awajulishe umma kuwa ni kweli alikuwa amesha confirm kwa pande zote mbili kushiriki kwenye mazungumzo, kwa sababu Irani wamekuwa wakikanusha taarifa ya mazungumzo kuanzia takriban wiki moja kuwa hatujakubaliana, hatujasema lini, lakini upande wa pili wa Marekani umekuwa ukizungumza kuwa tayari tunakubaliana, tuna mazungumzo na tunaweza tukafika kwenye mazungumzo. Kwa hiyo msuluhishi ambaye alitakiwa afanye hivyo alitakiwa kuwa ni Pakistani, kujulisha ulimwengu kuwa mazungumzo yamefikia wapi. Huenda Marekani waliamua kupanga mazungumzo kwa sababu unafahamu kuwa leo inaweza ikawa ndio siku ya mwisho katika kuelekea wiki 2 za usitishaji wa vita. Kwa hiyo waliona kuwa kwa vyovyote vile mazungumzo yanatakiwa yafanyike ndani ya wiki 2 au ndani ya muda sahihi ule wa usitishaji. Sasa kama Irani hawatoshiriki, maana yake kuwa kuanzia kesho kwenda huko inakuwa ni nje ya ile ceasefire. Ndio, inaweza kuwa Iran hawakuthibitisha moja kwa moja kwamba watahudhuria mazungumzo, lakini mwishoni mwa juma lililopita kulionekana ishara ya kwamba wangeridhia hayo, hasa kutokana na Marekani kusimamia mazungumzo ama makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Lebanon, licha kwamba yanasuasua. Ilionekana kama ndio njia ya kuifanya Iran kushawishika kusongea tena kwenye meza ya mazungumzo kwa duru ya pili. Lakini meli ya Irani imeshambuliwa na jeshi la Marekani. Unahisi pengine hili pia limechangia kwa Iran kurudi nyuma katika kuridhia pengine kuja kwenye meza ya mazungumzo? Katika sababu mbili ambazo Irani wamekuwa wakizungumza, sababu mojawapo kubwa hasa ni ile iliyopelekea kufungwa tena kwa mara ya pili ya mfereji wa Hormuz, ambao wanadai ni blockade ya Marekani, ambayo kwa mujibu wa Irani wanasema kuwa wakati tunafikia makubaliano ya usitishaji wa wiki 2 hili halikuwepo, manake limekuja baada ya makubaliano. Irani wanasema wao waliporudi kutii makubaliano ya wiki 2, ambapo wanadai kuwa Lebanon ilikuwa imeunganishwa baada ya tangazo la Lebanon kuwa kuna ceasefire, Irani ikabidi watii agizo la usitishaji, ndio wakafungua Hormuz. Sasa wakaitaka Marekani na yenyewe itii kile ambacho hakikuwepo, yani manake kuweka ile blockade haikuwepo. Kwa hiyo Marekani walipaswa waondoe ile blockade, lakini ukaona Marekani wakasema kuwa wataendelea na kizuizi chao dhidi ya meli za Irani, na Irani baada ya pale wakaona kuwa Marekani labda haina nia yoyote ya kufanya busara ya kulimaliza hili. Kwa hiyo kuna blockade ambayo Marekani waliweka ndio inayozungumzwa, lakini pia swala la mashambulizi ambayo yalielekezwa kwa meli ya Irani kwa vikosi vya Marekani, pia nalo wanasema kuwa Marekani haina nia ya kufikia diplomasia. Kuna baadhi ya viongozi wa Iran ambao wana misimamo mikali sana, ambao ni misimamo hasi kuelekea hata kujihusisha vyovyote vile na Marekani na Israel. Hii kwamba kuna mkwamo, inaiweka wapi hali ya Lebanon ambayo ilionekana kama inafungamana na mzozo huu, na pia vile suluhishi ambalo litapatikana? Lakini vile kwa jumla, nini mustakabali wa mzozo wa Mashariki ya Kati kwa kuzingatiwa hayo? Kwa tafsiri ya haraka au nyepesi, ukipeleka hapa unaweza kusema kuwa huenda kuna viongozi wenye misimamo mikali sana Irani ambao pia hawataki mazungumzo, lakini ndani ya Irani pia kumekuwa na viongozi ambao wanataka mazungumzo. Lakini kuna swali ambalo unakuwa unajiuliza upande wa pili kuwa, je, upande wa pili kweli uko kwenye mazungumzo halisi au upo kwenye kutafuta pumziko fulani ambalo linaweza likaelekea upande wa pili kwenda? Kwa hiyo unaweza ukayajumlisha yote kwa pamoja, kwa sababu ukisikia kauli ya Rais Masudi alichokisema kuwa
njia yoyote itumike kwa ajili ya kusababisha diplomasia iweze kufanya kazi katika kipindi hiki. Lakini akarudia kusema kuwa wao sio walioanzisha vita, wao wanatetea haki yao tu ambayo wamekuwa wakitetea katika kipindi hiki. Kwa hiyo wana kile ambacho wanahisi wanakitetea. Lakini ukija kwenye swala la Lebanoni, yani limejaribu kuondolewa kwa nguvu zote kuwa lisionekane kama ni migogoro ambayo inakwenda pamoja na kile kinachotokea Irani, ikawekwa pembeni. Lakini kiuhalisia hivi vitu vinakwenda kwa pamoja. Na ndio maana unaona kuwa hata Irani aliweka sharti kuwa Lebanoni kuwe kuna ceasefire ili tuendelee na mambo mengine huku, na ndio kikaja kikatokea kule. Kwa hiyo swala la Lebanoni ni swala jingine ambalo Marekani na Israeli wanataka walimalize kwa njia nyingine, lakini Irani anajaribu kulivuta ili lizungumzwe kwa pamoja, waweze kutatua tatizo kwa pamoja, lakini wenyewe wanalivuta pembeni kwa sababu wanafahamu kuwa mazungumzo ya Lebanoni kama yatasimamiwa na Irani, maana yake kuwa Irani atalazimisha kuna maslahi mengi ya Lebanoni waweze kupata, kwa sababu tu Irani ameshikilia kitu ambacho kuwa itawalazimisha upande wa pili wakubaliane na hilo. Ndio maana wanaitoa, wanapeleka pembeni ili kuwa angalau waje kupata nafuu kwenye katika hayo mazungumzo ambayo yanakuja. Kwa hiyo ukiangalia usalama wa kanda nzima ule hauwezi ukaepuka kwenye migogoro mikubwa au ya washiriki wa moja kwa moja wenye matatizo: Israeli, Irani, Lebanon yenyewe, Syria pamoja na Yemen. Haya ni matatizo ya kikanda yote ambayo kuwa huwezi kuyakwepa. Kwa vyovyote vile lazima ushirikishe hawa watu kwa ajili ya kutatua haya matatizo. Shukran. Na sasa tupate michezo naye Shuaib Ibrahim. Nam, shukran. Klabu ya USM Alger imejikatia tiketi hadi fainali ya kombe la shirikisho la Afrika baada ya sare ya bao 1-1 ugenini dhidi ya Olympic Safi na kusonga mbele kwa mabao ya ugenini kufuatia mchezo wa kuvutia wa nusu fainali jana usiku. Klabu hiyo ya Algeria sasa itakabiliana na Zamalek ya nchini Misri katika fainali baada ya kuwashinda wapinzani wao wa Morocco Olympic Safi kutokana na penalti muhimu ya kipindi cha kwanza ya Ahmed Khalid. Olympic Safi baadaye waliweza kusawazisha na kutawala mchezo huo, lakini USM Alger walihakikisha wanaondoka sare ya bao 1-1 na hatimaye kutinga fainali kwa kufunga bao la ugenini. Kwa USM Alger, matokeo hayo yanaashiria hatua muhimu, na sasa wametinga fainali ya kombe la shirikisho kwa mara ya pili katika historia yao, wakiwa klabu ya kwanza kutoka nchini Algeria kufanikisha hilo mara mbili baada ya hapo awali kunyakua kombe hilo katika msimu wa mwaka 2022-2023. Sasa macho yote yameelekezwa kwenye fainali itakayopigwa mwezi ujao kati ya USM Alger na Zamalek ambao walisonga mbele baada ya kuwashinda klabu ya CR Belouizdad ya nchini Algeria. Katika fainali hiyo ya mikondo miwili, CR Belouizdad ndio watakaowakaribisha Zamalek nchini Algeria kabla ya raundi ya pili ya fainali hiyo kupigwa wiki moja baadaye mjini Cairo nchini Misri. Katika ligi kuu ya soka nchini England, beki wa Liverpool Ibrahima Konate amesema anakaribia kufikia makubaliano na Liverpool kuhusu mkataba mpya na kuna nafasi kubwa ya yeye kusalia Anfield msimu ujao. Phyllis Mwate anatupasha zaidi. Naam, Shuaibu, mkataba wa sasa wa beki huyo wakati wa Ufaransa unamalizika msimu huu wa joto, miaka 5 baada ya kujiunga na The Reds akitokea klabu ya RB Leipzig kwa pauni milioni 35. Akizungumza baada ya ushindi wa Liverpool kwenye mchezo wa derby ya Merseyside dhidi ya Everton, mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 26 alisisitiza kwamba mustakabali wake haujawahi kuwa na shaka, akimaanisha kwamba alimwambia mkurugenzi wa michezo wa Liverpool Richard Hughes tangu mwanzo wa mazungumzo kwamba hataki kuondoka Anfield. Kuna mambo mengi ambayo watu wamesema, lakini kwa muda mrefu tumezungumza na klabu na tunakaribia makubaliano, alisema beki huyo. Konate amecheza mechi 113 za ligi kuu ya Premier tangu ajiunge na The Reds, akiwasaidia kushinda taji la ligi msimu uliopita na kombe la FA na kombe la EFL mwaka 2022. Barabara kabisa. Shirika huru linalosimamia masuala ya uadilifu katika riadha AIU limesema leo kuwa limeijumuisha India kwenye orodha ya mataifa ikiwemo Urusi ambapo kuna hatari kubwa sana ya kutumia madawa ya kusisimua misuli. India sasa imeingia katika orodha hiyo ambayo pia inajumuisha mataifa ikiwemo Urusi, Belarus, Ethiopia, Kenya, Nigeria na Ukraine. Uamuzi huo unamaanisha kuwa wanariadha wa India sasa lazima watapaswa
kuzingatia mahitaji magumu zaidi ya kupambana na matumizi ya dawa za kusisimua misuli. Na katika tennis, Jack Draper anasema ana uhakika wa kushiriki katika michuano ya French Open licha ya kujiondoa kutoka katika michuano ya tennis ya Madrid Open na Rome Open kutokana na jeraha la goti. Mchezaji huyo wa Uingereza amethibitisha kuwa atakosa michuano ya Madrid Open ya wiki hii pamoja na Italian Open ya mwezi ujao. Lakini mchezaji huyo aliyefika nusu fainali ya US Open mwaka 2024 anasisitiza kuwa analenga taji lake la pili la Grand Slam mwaka huu huko Roland Garros, yani French Open baadaye. Na huo ndio mwisho wa makala ya spoti, msikilizaji. Jina langu ni Shuaib Ibrahima. Saa moja usiku saa za Afrika Mashariki. Taarifa kuu katika dira ya dunia leo jioni: Iran yasema hakuna mipango ya kufanya mazungumzo mapya na Marekani, huku Israel ikiwaonya wakazi wa kusini mwa Lebanon kutorejea makwao licha makubaliano ya kusitisha mapigano kufikiwa. Na maoni mseto yameibuka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu serikali ya nchi hiyo kukubali kuwapokea wahamiaji kutoka Marekani. Tunashukuru rais kwa sababu inaonekana wazi kama wanaanza sasa kuonesha kama Kongo ni nchi kubwa, nchi yenye inaweza kuwapokea wageni, nchi yenye inahakikisha maisha ya watu, kushimisha haki za binadamu. Nchi ya Kongo itakuwa kama vile ya lala pubele ya kuweza kupokea wale wote wenye walitupiwa katika nchi ya Amerika juu ya maafa ambao walioyafanya kule. Hii ni BBC. Wanasema heri nusu shari kuliko shari kamili. Kama ndio unajiunga na matangazo ya Dira ya Dunia, karibu. Hii ni BBC. Wahamiaji 15 waliorejeshwa kutoka Marekani wamewasili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hii imeibua hisia mseto. Kundi hilo liliwasili Kinshasa kwa ndege iliyokodiwa na serikali ya Marekani licha ya kuwa asili yao ni kutoka Peru na Ecuador. Wamepewa vibali vya kukaa kwa muda mfupi kwa kipindi cha muda, huku mipango ya makazi ya muda mrefu au kurejeshwa kwao ikiandaliwa. Serikali ya Marekani inagharamia gharama zote, ingawa serikali ya Kongo inaelezea hili kama kitendo cha kibinadamu cha mshikamano wa kimataifa. Chube Ngorombi anaarifu zaidi. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa katika taifa hili la DRC, MONUSCO, pamoja na mashirika ya kiraia yamekaribisha rasmi wimbi la mafanikio ya kidiplomasia kufuatia mazungumzo ya hali ya juu ya Uswizi. Mazungumzo hayo yaliyofanyika kuanzia Aprili 13 hadi 18 yaliwaleta pamoja wawakilishi wa serikali ya DRC na AFC M23. Hii ni sehemu ya mchakato mpana wa Doha unaowezeshwa na muungano wenye nguvu, ikiwa ni pamoja na Qatar, Marekani, Umoja wa Afrika na Uswizi. Baadhi ya raia wameunga mkono mazungumzo hayo licha kuwa wengine wana mashaka dhidi ya utekelezaji wake. Moise Hangi ni mwanaharakati wa vuguvugu la Lucha. Ni kitu ya muhimu kama hiyo masikilizano ambayo imekuwa yatatekelezwa kwa ujumla. Tunajua ya kwamba sio mara ya kwanza M23 na serikali wanasaini hivyo vibarua. Kulikuwa ingine kibarua ambacho walisaini, ila hali kwenye uwanja hakuna kitu ambacho kilibadilika. Tunasubiri tuone hiyo kibarua kiheshimike. Hata hivyo, ushindi mkuu unaotokana na mkutano wa kilele wa wiki nzima ni kukaribia kuimarishwa kwa itifaki ya ufikiaji wa kibinadamu na ulinzi wa mahakama. MONUSCO ilisifu pande zote mbili kwa kujitolea kufikia haraka, salama na bila vikwazo vya kibinadamu, jambo ambalo baadhi ya vyama vya upinzani vimepokea kama moja ya njia muhimu ya kuimarisha usalama nchini Kongo. Laurent Kaungwa ni mwanachama wa upinzani unaounga mkono Martin Fayulu mashariki mwa DRC. Ni njia moja ambayo inaweza kuleta makubaliano na kusitisha vita kati ya M23 na government ya Kongo. Lakini Bwana Tshisekedi ni mtu ambaye tangia pale awali ni mtu ambaye hana msimamo wowote, na ile inaweza ikakuwa chanjo cha usababishaji wa kutokumalizika kwa vita. Pengine anaweza kajigeuka katika mpango yake. Kwa mamilioni ya raia walionaswa katika mapigano hayo ya mashariki
mashariki mwa DRC, itifaki hii inaahidi zaidi ya chakula na dawa tu, inajumuisha ahadi mahususi za kulinda wanawake na watoto na kulinda miundombinu muhimu kama vile hospitali na shule ili kusaidia ufuatiliaji wa muda mrefu wa kijamii na kiuchumi. Hatua hii imeshuhudiwa na wanasiasa wanaounga mkono Rais Felix Tshisekedi kuwa itasaidia pakubwa wananchi wa DRC walioathiriwa na vita. Ugiseka Pila ni mmoja wa viongozi wa chama cha UDPS mashariki mwa DRC. Na sasa sisi tunawaza kama ile inaweza kusaidia sana sana wakimbizi, inaweza kusaidia pia na kuachiliwa kwa wafungwa ngambo yote mbili, lakini kuko wafungwa wengine hawawezi wakaachiliwa, hawawezi kuachilia mtu mwenye aliua watu. Ndio shida ile sasa, kwa sababu wenyewe walikufa ni watu, hawako wanyama. Sabuni Matumio, mchambuzi wa masuala ya usalama mashariki mwa Kongo, ameelezea hapa pia hisia zake. Sisi wakongomani tunashukuru kwanza kwa ile jambo, lakini wakiendelea hivi, wakikubaliana usalama, sisi wakongomani tutapata amani mwinchi yetu Kongo. Tunachowaomba kila mmoja asijikokotee tu upande wake faida, aikokotee wananchi wa Kongo, wakaaji make wote wapate kuile faida. Haya yanajiri wakati pia waasi wa ADF wakizidisha mauaji na utekaji nyara wa raia katika mkoa wa Kivu Kaskazini na Ituri nchini Kongo DRC. Na msikilizaji, hiyo taarifa ni kuhusu nini vile Victor? Inahusu vita ambavyo vinaendelea kule na awamu nyingine ya 9 ya majadiliano kati ya serikali ya Kongo na kundi la waasi la CM23. Naam, sawa sawa kabisa. Kwa hivyo msikilizaji, tuiradhi katika mkanganyiko huo, lakini bado tunasalia na Chube Ngorombi. Sasa tupashe kuhusu hisia mseto ambazo zimeibuka katika taifa hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu serikali ya nchi hiyo kukubali kuwapokea wahamiaji kutoka Marekani. Watu hao waliwasili kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Nchili mjini Kinshasa kwa ndege ya kukodishwa na serikali ya Marekani. Licha ya kutumwa DRC, watu hawa wanatoka Peru na Equator walipewa vibali vya kukaa muda mfupi kwa kipindi cha muda kinachokadiriwa kati ya siku 10 na 40, huko uhamisho wao wa muda mfupi au kurudi kwao kukikamilishwa. Serikali ya Marekani inalipia gharama zote za vifaa, nyumba na usalama, kumaanisha kwamba hakuna gharama ya moja kwa moja kwa hazina ya umma ya Kongo. Wakati serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaita hii kama ishara ya kibinadamu ya mshikamano wa kimataifa. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mapokezi ya raia wa nchi 3 kutoka Marekani yanaendelea kuzua hisia na masuala katika mazingira ya kijamii na kisiasa ya Kongo. Viongozi wa serikali pamoja na wanasiasa wanaomuunga mkono Felix Tshisekedi wamehakikisha kuwa huo ni ukaribisho wa muda unaotokana na makubaliano kati ya DRC na Marekani. Adalbert Kiyengi ni mwanachama cha Bireki kinachounga mkono Rais Felix Tshisekedi mashariki mwa DRC. Tunashukuru kwanza guvernema ya Kongo kukubali hiyo mambo, kusema wale waliotoka ndani ya maichi zao kukimbilia Amerika wafike Kongo, na tunashukuru rais kwa sababu inaonekana wazi kama banaanza sasa kuonesha kama Kongo ni nchi kubwa, nchi yenye inaweza kuwapokea wageni, nchi yenye inahakikisha maisha ya watu, nchi yenye inaheshimisha haki za binadamu. Hiyo ndio mambo yenye sisi kama vile watu wa chama tawala tunaona ndani ya hii mambo, wale watu kufika ndani ya Kongo. Asel Minjugu Yangu, kiongozi wa chama cha upinzani wa Moise Katumbi Chapwe mkoani Kivu Kusini, pia ameutoa mtazamo wake dhidi ya hatua hii ya raia hao kutoka Marekani. Huko katika nchi ya Amerika watu wamekimbiziwa, wanakuja kama vile nchi ya Kongo inakuwa nchi yao ya makimbizi. Wandugu wapenzi, hii inakuwa mambo ya kuleta huzuni ambao tuko tunaishi katika nchi yetu ya Kongo. Hiyo maakoro ambao walisinya government ya Amerika haipresize watu watakuwa ngapi. Nchi ya Kongo itakuwa kama vile ya lala pubele ya kuweza kupokea wale wote wenye walitupiwa katika nchi ya Amerika juu ya maafa ambao walioyafanya kule. Mkakati wa usafirishaji chini ya sera yake ya sasa ya uhamiaji, Marekani imekuwa ikitafuta washirika wa nchi 3 ikiwa ni pamoja na Uganda, Rwanda, Ghana na sasa DRC ili kuwakaribisha wahamiaji ambao hawawezi kurejeshwa katika nchi zao kwa sababu ya maagizo ya usalama, lakini hawaruhusiwi kukaa Marekani, jambo ambalo limepelekea mashirika ya kiraia kulaumu serikali ya Kinshasa katika utawala wake. Jospepa Luku ni kiongozi wa shirika la raia eneo la Mambasa, Ituri. Ni usawa wa jambazi na wakona vizuri kuendelea kuwachunga ndani ya nchi yao, shelti watume fazi ingine
na guvernema yetu njo inawaitika wakuye kwetu sisi, ambacho hatuna hata strategie militaire moja fulani ya kuweza kusekurize inchi na raia yetu, na tunakuwa na wajambazi wengi sana ndani ya inchi yetu ambacho tushapiganisha miaka mengi, guvernema hayaweza kuwamaliza. Ni huzuni sana. Nao wachambuzi wa masuala ya usalama na kisiasa, haswa katika miji na vijiji vinavyotikiswa na mauaji ya kikatili nchini Kongo, wasemaje? Musa Kananga ni mchambuzi wa masuala ya usalama wilayani Beni mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa DRC. Mimi nafikiri eti rais hakuweza kutumika vizuri kwa jambo hilo, kuwaingiza humo, kwa sababu tukikumbuka hao Wanyarwanda ambao waliingia huko wakati wa Zaire, tunaona madhara ambayo imetokana na huo mpango aliochukua rais wa wakati ule bwana Seseko Mobutu. Hivi na hao wahamiaji kutoka Marekani, hatujui kipi kimefichama humo ndani. Kwa namna yangu halikuweza kuniridhisha. Rais angeweza kukalisha baraza mbili za bunge. Haya yanajiri baada ya utawala wa Trump kufanya kazi kama mpatanishi mkuu wa mkataba wa Washington, mkataba wa amani kati ya DRC na Rwanda uliolenga kumaliza mzozo wa wasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Chube Ngorombi, Dira ya Dunia, BBC, Goma. Na msikilizaji, waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer amesema hangemteua Peter Mandelson kuwa balozi wa Uingereza nchini Marekani iwapo angejua kuwa hakukidhi vigezo vya kiusalama vya kuhakiki kuwa anastahili kuiwakilisha nchi hiyo. Starmer ameliambia bunge kuwa inashtusha kufahamu kuwa maafisa katika wizara ya mambo ya kigeni walipouzilia suala hilo, na kusisitiza kuwa hakuna waziri aliyefahamishwa kuwa Lord Mandelson alifeli mchakato wa kumhakiki. Lord Mandelson alifutwa kazi mwaka jana baada ya ripoti zaidi kufichuliwa kuhusu uhusiano wake na mhalifu wa unyanyasaji wa kingono Jeffrey Epstein. Kashfa hiyo imezua shinikizo kwa waziri mkuu Starmer kujiuzulu kwa kulipotosha bunge, kama anavyoarifu Phyllis Mwate. Thank you, Mr. Speaker. With permission, I'd like to provide the House with information that I now have. Keir Starmer anasema kwamba alikuwa katika mchakato wa kumteua balozi mpya wa Marekani mwezi Disemba mwaka 2024. I want to be very clear with this House. Awali, Keir Starmer aliwaambia waandishi wa habari kwamba mara ya kwanza alijua kuhusu onyo la hatari ilikuwa Jumanne ya wiki iliyopita, licha ya kuwa maafisa wa uhakiki na usalama wa Uingereza walikuwa wameleta swala hilo katika ofisi ya mambo ya nje mwezi wa Januari mwaka uliopita. Alisema kwamba taarifa hizo zilimfikia kupitia Dem Antonia Romeo, mkuu wa utumishi wa umma, na Kat Little, mkuu wa ofisi ya baraza la mawaziri, ambao walikuwa wamezipokea wiki mbili kabla ya hivyo. Nyaraka hizo zilifichuliwa baada ya chama cha Conservative kuwasilisha hoja bungeni iliyodai kuchapishwa kwa nyaraka zote zinazohusu mchakato wa uhakiki wa mabalozi. Mkurugenzi wa mawasiliano wa wakati huo wa waziri mkuu Tim Allen aliwasiliana na mhariri wa siasa wa gazeti la Independent mwezi wa Septemba, na gazeti hilo likachapisha habari kuhusu Mandelson kukosa kufanyiwa uhakiki baadaye mwezi huo. Waziri mkuu amesisitiza kwamba mkuu wake wa zamani wa ofisi Morgan McSweeney na wafanyikazi wa ofisi yake pia hawakujua kuhusu maonyo ya tume ya uhakiki UKSV. McSweeney alijiuzulu wadhifa wake kutokana na sakata hilo la Mandelson mwezi wa Februari mwaka huu. Hata hivyo, wabunge wa upinzani wanasema kwamba si jambo la kuaminika kwamba Keir Starmer au mtu yeyote katika ofisi yake alikosa kujua kwa zaidi ya mwaka mmoja kuhusu sakata inayomzunguka Mandelson. Mjumbe wa baraza la bunge la juu Baroness Helena Kennedy amesema kwamba si wakati sahihi kumwondoa Keir Starmer kama waziri mkuu. Amesema kwamba Starmer ameanzisha uhusiano mzuri duniani na anaamini kwamba hakudanganya wala hakukusudia kupotosha bunge. Pia imebainika kuwa Keir Starmer alishauriwa kumfanya Mandelson apitie uhakiki wa usalama kabla ya kutangaza uteuzi wake kama balozi wa Marekani. Mandelson alifanyiwa uhakiki na maafisa wa usalama baada ya kutangazwa rasmi kuwa chaguo la Starmer mwezi Disemba mwaka 2024 badala ya kabla atangazwe rasmi kuchukua wadhifa huo wa ubalozi. Na msikilizaji, kikao cha bunge cha kumhoji Starmer kinaendelea hivi sasa. Turejee nchini Kenya, ambapo mji wa Nanyuki nchini Kenya ni nyumbani kwa mojawapo ya maeneo makubwa ya mafunzo ya kijeshi ya Uingereza nje ya nchi, ambapo maelfu ya wanajeshi wa Uingereza hufanya mazoezi kila mwaka. Kwa miaka mingi, karibu watoto 100 wamezaliwa na wanajeshi wa Uingereza eneo hilo. Baba zao wengi wametoweka. Sasa katika kesi ya kihistoria, wanasayansi na wanasheria wa Uingereza wanawasaidia kupata majibu kwa kuchanganua DNA zao.
Makala ya BBC Africa Eye inafuatia Wakenya watatu ambao hawajawahi kuwajua baba zao Waingereza, lakini wanatumai kwamba huenda wakawapata kupitia vinasaba, yani DNA. Taarifa hii inawasilishwa na Isabella Mwagodi. Ni Disemba mwaka 2024. Kundi la wanawake limefurika katika chumba kimoja nyuma ya mkahawa katika mji wa Nanyuki nchini Kenya. Kila mmoja wao ana mtoto anayeamini alizaliwa na mwanajeshi wa Uingereza ambaye wanasema kwa sasa wametelekeza majukumu ya kuwatunza. Hamjambo, mmekuwa mkisubiri kwa uvumilivu sana. Naona nanyi watoto pia mnasubiri. Asanteni sana kwa kutusikiliza. Je, tuanze? Wako hapa kukutana na jopo la mawakili na wataalamu wa vinasaba wanaotafuta watu wa kujitolea kwa ajili ya mradi wa kisheria unaweza kubadilisha maisha yao. Wakili kutoka Uingereza James Neto na wenzake wako hapa kuchukua sampuli za DNA kisha kutumia data za DNA kupitia historia ya familia almaarufu Ancestry kuwatafuta kina baba wanajeshi ambao hawajulikani walipo. We will try as hard as we can. Tutajaribu kwa bidii yetu yote. Tutatumia kila chombo tulicho nacho. Tutaenda mahakamani mara nyingi tuwezavyo, lakini hakuna uhakika kwamba tutawapata baba wote waliohusika kwenye kesi hizi. Siwezi kuahidi kwamba tutawapata, lakini naweza kuahidi kuwa tutafanya kazi ya kuwasaka kwa bidii sana. Unaona hiki kijiti? Nitakiweka mdomoni mwako sasa. Sawa? Okay. Ni hapa ndipo ninakutana na Kathy mwenye umri wa miaka 18. Anaamini baba yake alikuwa mwanajeshi wa Uingereza na kupitia mradi huu anatumai kumpata. Mama yake Kathy, Maggie, alikuwa anachumbiwa na baba huyu, lakini Kathy alipokuwa na umri wa miezi 7, mwanamume huyo alitoweka. I'm an insomniac. So just lie down, look at this. Sina usingizi, kwa hivyo najilaza tu nikitazama dari. Nawaza kama bado angekuwa hapa, labda maisha yangu hayangekuwa hivi, ningekuwa na furaha. Walitumia miaka mingi wakijaribu kumtafuta. It's in DNA, literally. Hisia za kutaka kumtafuta ziko katika DNA yangu. Siwezi kuepuka hilo, kwa sababu kitu ndani yangu ni kama kinataka kumjua, na kisha kuna hisia ya kutojali. Hakuwa hapa kwa ajili yangu. Na Kathy alimtumia jumbe nyingi kupitia Facebook kwa miaka kadhaa, lakini hakuwahi kupata jibu. Mimi niliona nazungumza na mzimu. Niliumimina moyo wangu kihalisi, lakini nilikuwa nikizungumza na mtu ambaye hayupo. Kule jijini London, sampuli hizo zinaingizwa kwenye kanzi data za DNA. Wanapopata DNA inayofanana, wanafuatia uhusiano wa familia mpaka pale wanapomtambua baba husika. Hatua inayofuata, James anapeleka kesi ya Kathy pamoja na nyinginezo katika mahakama ya juu ya familia nchini Uingereza, Wales. Baba yake Kathy anathibitishwa kisheria. Kathy, hey, it's great to see you again. Kathy, mambo ni vyema kukuona tena. Unaendeleaje? It's nice to see you too. Hey, salama. All these bits of the jigsaw, when you put them together. Uchunguzi wetu unaonyesha kabisa kuwa bwana huyu ana uwezekano mkubwa sana kuwa ndiye baba yako. Unajisikiaje kuhusu hilo? How do you feel about it? Ninaghafilika upande mmoja, sina matumaini, na kwa njia fulani nahisi matumaini. Yeah. Hii inamaanisha kwamba jina la babake linaweza kuingizwa katika cheti chake cha kuzaliwa na Kathy ataweza kujiandikisha kupata uraia wa Uingereza. Kwa akina mama wenye watoto chini ya miaka 18, sasa wanaweza kudai pesa za matunzo ya watoto. Nothing like this has ever been done before. Cases on such scale all heard at one time. Hakuna kitu kama hiki kilichowahi kufanywa hapo awali. Kesi za kiwango hiki zote kusikilizwa kwa wakati mmoja, na kiunganishi cha kesi hizi ni kwamba wote wako kwenye jeshi la Uingereza. Naam, hiyo ilikuwa siku nzuri sana mahakamani. Nina furaha sana kwa niaba ya hao watoto. Na baada ya miaka 19 ya ukimya, baba yake Kathy, Phil, anawasiliana naye karibu mara moja. Ananiambia kuwa yote yalianza pale simu yake ya mkononi ilipoibwa na kupoteza namba zote za mawasiliano.
Sikuwa katika hali nzuri pia, unajua, kwa sababu nilikuwa ndio kwanza nimerudi kutoka kipindi kibaya sana cha maisha yangu. Nilikuwa sina makazi na ilikuwa kama maisha yananishinda nguvu. Anasema hakuwahi kuona ujumbe ambao Kathy na Maggie walikuwa wakimtumia. Alidhani ni jumbe za kitapeli, na kisha alipoondoka jeshini maisha yake yaliingia kwenye msukosuko. Phil ananiambia kuwa kupata habari kutoka kwa wakili James Neto ilikuwa mshangao wa furaha. Sikuweza kamwe kufidia muda wote niliopoteza nikiwa naye mtoto wangu, lakini ninachoweza kufanya ni kuweka juhudi zangu zote niwezavyo kwake. Hadi sasa kesi 20 zimeshapita mahakamani na nyingine nyingi ziko njiani. Wizara ya Ulinzi iliambia BBC kwamba ingawa masuala ya kutambua baba na mtoto ni ya siri na binafsi, serikali ya Uingereza inashirikiana na mamlaka za Kenya kuhusu masuala haya. Wanajeshi wote wanasema hufunzwa kuhusu tabia zinazotarajiwa kutoka kwao wanapokuwa kazini katika kambi na hata wakiwa mapumzikoni nchini Kenya. Na msikilizaji, ukitafakari hayo, nipate fursa ya kusoma maoni yako ulionitumia hapa kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili. Jafari Kopo ukiwa kule Moshi Kilimanjaro unasema unatupata vyema kabisa. Mbaraka Moshi unasema Marekani na Iran mnaumiza sana Afrika. Mama Daniel Wachanika anasema anatupata mubashara. Isaya Sambo mpenda amani unasema siku zote amani na utulivu vinapokosekana si rahisi kufikia maendeleo. Lakini Ali Mrangi Gigiri Mresa naye akiwa kule Dar es Salaam Tanzania anasema Marekani na Iran ifikie mahali wakubaliane kumaliza vita, kwani wanakuwa kama majipu ya kwapani. Nikoraus Baba Furola wa Manyovu Buhigwe Tanzania naye anasema pamoja na Kongo kupokea wahamiaji kutoka huko Marekani, itoshe kusema kwamba mwiba wa Kongo ni kundi la M23. Asanteni sana kwa wale wote waliotuma ujumbe hapa. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo ameisifu Angola kwa miradi yake ya kuwatunza wazee, akisema ni ishara muhimu ya kuonyesha mshikamano wa kijamii nchini humo. Papa Leo leo amezuru makao ya kuwatunza wazee katika mji wa São Remo uliokuwa kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, makao yanawatunza zaidi ya wazee 60 ambao aidha wametelekezwa na familia zao au ni waathiriwa wa ghasia nchini humo. Papa Leo amesema watu wanapaswa kuwasikiliza wazee kwani wamejaa hekima. Amida Abubakar na taarifa zaidi. Licha ya joto kali katika mji wa São Remo ulioko kilomita 800 kutoka mji mkuu wa Luanda, Papa Leo amepokewa na takriban watu 200,000 waliojitokeza barabarani wakimkaribisha kwa nyimbo na shangwe. Papa atarejea katika mji mkuu wa Angola, Luanda, na kukutana na viongozi wa kanisa Katoliki nchini humo, ambapo wanatarajiwa kujadili changamoto ambazo kanisa hilo linakumbana nazo nchini humo. Kwa mara nyingine akiwa katika ziara hiyo, Papa Leo amelaani ufisadi na kutumia mamlaka vibaya unaofanywa na matajiri na wenye madaraka. Angola ni taifa linalotumia lugha ya Kireno na lina utajiri wa mafuta na almasi, lakini 1/3 ya watu wake wanaishi kwenye umaskini. Hayo ni kulingana na takwimu za Benki ya Dunia. Akiendesha misa ya wazi mjini São Remo iliyohudhuriwa na takriban watu 100,000, kiongozi huyo wa kanisa Katoliki duniani mwenye umri wa miaka 70 amesema wanaona jinsi matumaini ya watu wengi yanavyodidimizwa na ghasia, kutumika vibaya na walio na nguvu. Aidha, ametoa wito kwa raia wa Angola kutatua tofauti kati yao zilizojitokeza katika miaka ya nyuma na kujenga mustakabali wa siku za usoni ambapo vidonda vya ufisadi vitapona kupitia haki na kuwa na umoja. Takriban 44% ya raia wa Angola wanajitambulisha kuwa Katoliki, hiyo ikiwa ni milioni 15 ya raia wa taifa hilo la kusini mwa Afrika. Akiba Algeria na Cameroon, Papa Leo pia alikemea vikali udikteta na ufisadi. Hapo kesho Jumanne, Papa Leo atasafiri hadi Guinea, nchi ya 4 na ya mwisho katika ziara yake barani Afrika ya siku 11. Hamida Abubakar, Dira ya Dunia, BBC. Shukran Hamida. Mamlaka za Marekani zimemkamata mwanamke wa Iran kwa kusafirisha silaha kwenda Sudan kwa niaba ya nchi yake. Waendesha wa mashtaka wa shirikisho wamesema. Zaidi na Ambia Hirsi. Msaidizi wa kwanza wa mwanasheria wa Marekani Bill Sailey alisema kwenye mtandao wa X kuwa Shamim Mafi mwenye umri wa miaka 44 alikamatwa katika uwanja wa ndege wa Los Angeles siku ya Jumamosi na anashutumiwa kwa kupatanisha wauzaji wa ndege zisizo na rubani, mabomu, fyuzi za mabomu na mamilioni ya risasi zilizotengenezwa na Iran na kuuzwa nchini Sudan. Nyaraka za mahakama zinaonyesha mauzo hayo yanayodaiwa yalikuwa kwa Wizara ya Ulinzi ya Sudan, ikiwemo mkataba wa mauzo ya ndege zisizo na rubani.
wa euro milioni 60 sawa na dola milioni 70. Murphy ambaye bado hajazungumzia madai hayo anatarajiwa kufikishwa mahakamani hii leo. Ikiwa atapatikana na hatia, anaweza kukabiliwa na kifungo cha hadi miaka 20 jela. Malalamiko ya jinai ya kijasusi ya FBI yaliwasilishwa mahakamani, nakala ambayo BBC imeweza kuipata yanasema Murphy aliratibu safari ya ujumbe wa Sudan kwenda Iran. Alipokea zaidi ya euro milioni 6 katika malipo na kutoa risiti za malipo kwa mpango wa ndege zisizo na rubani. Ripoti hiyo inaongeza kuwa aliwasilisha barua ya nia kwa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC ili kupatanisha uzaji wa fyuzi za mabomu 55,000 kwa wizara ya ulinzi ya Sudan. Kulingana na Eseli, Murphy ni raia wa Iran ambaye alikuwa mkazi wa kudumu wa Marekani mwaka 2016. Anashutumiwa kwa kukiuka vikwazo vya Marekani dhidi ya Iran vinavyowazuia watu wa Marekani kufanya miamala au kushughulika na bidhaa au huduma za Iran bila idhini. Nyaraka za mahakama zinaeleza matumizi yake ya mara kwa mara ya taasisi zisizo rasmi za kubadilisha fedha katika miamala mingi katika mikataba ya silaha kama juhudi za makusudi za kukwepa vikwazo vya Marekani. Inasemekana alikuwa tayari kupanda ndege kutoka California kwenda Uturuki alipokamatwa. Chapisho la Eseli lililojumuisha picha za mwanamke anayedhaniwa kuwa Murphy akizungukwa na maafisa wa usalama katika uwanja wa ndege zisizo na rubani kwenye barabara ya kurukia ndege na mafungu ya pesa taslimu. Sudani imekumbwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya jeshi na vikosi vya waasi wa RSF, yani Rapid Support Forces, kwa miaka 3 sasa. Vita hivyo vimesababisha mgogoro mbaya zaidi wa kibinadamu duniani kulingana na Umoja wa Mataifa, huku 10 kwa maelfu ya watu wakiuawa na mamilioni wakikimbia makazi yao. Mataifa ya kigeni yameshtumiwa kuunga mkono pande mbili zinazozozana kwa kutoa silaha, jambo linaloendelea kuchochea mzozo huo. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International hapo awali lilisema limepata ushahidi wa silaha zilizotengenezwa Serbia, Urusi, China, Uturuki, Yemen na Falme za Kiarabu zikitumika nchini Sudan. Shukran Ambia Hirsi kwa ripoti hiyo. Msikilizaji, mamlaka nchini Japan zimetoa tahadhari kwa maelfu ya watu katika eneo la kaskazini mashariki kuondoka katika maeneo ya pwani na kwenda sehemu za juu baada ya tetemeko kubwa la chini ya bahari. Leila Mohamed anaarifu zaidi. Shirika la hali ya hewa la Japan lilitoa tahadhari saa chache baada ya tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.7 kwenye vipimo vya Richter kutokea katika maji ya bahari ya Pasifiki karibu na pwani ya kaskazini ya jimbo la Iwate Prefecture. Mtikisiko huo ulikuwa mkubwa kiasi cha kutikisa majengo makubwa katika mji mkuu Tokyo, mamia ya kilomita kutoka kitovu cha tetemeko. Shirika hilo lilisema kuwa uwezekano wa kutokea kwa tetemeko jingine kubwa ni wa juu zaidi ikilinganishwa na nyakati za kawaida. Manispaa katika eneo lililoathirika zilitoa maagizo yasiyo ya lazima ya kuhama kwa zaidi ya wakazi 1182 kulingana na shirika la usimamizi wa moto na majanga. Takriban dakika 40 baada ya tetemeko hilo, wimbi la tsunami la sentimita 80 liligonga bandari ya Kuji huko Iwate, kulingana na shirika la hali ya hewa ambalo awali lilikadiria ukubwa wa 7.4 kwenye vipimo vya Richter kabla ya kuupandisha. Shirika hilo lilisema kuwa tahadhari ya baadaye kuhusu uwezekano wa tetemeko jingine ilionyesha tu hatari iliyoongezeka, si utabiri maalum. Kufikia jioni, mamlaka zilipunguza kidogo onyo la tsunami, lakini zikaendelea kutoa tahadhari ya mawimbi yanayoweza kufikia hadi mita 1 kando ya pwani kubwa ya kaskazini mashariki ya Pasifiki. Katibu mkuu wa baraza la mawaziri Minoru Kihara aliambia mkutano wa waandishi wa habari hakukuwa na ripoti za haraka za majeruhi makubwa au uharibifu mkubwa. Picha kutoka kwa kituo cha taifa cha NHK zilionyesha hakuna uharibifu unaoonekana wazi karibu na bandari kadhaa huko Iwate. Hata hivyo, maafisa wamesisitiza kuna mtikisiko ya baadaye inaweza kutokea wiki ijayo, hasa ndani ya siku 2 hadi 3 zijazo, na inaweza kusababisha mtikisiko mkali zaidi. Ofisi ya waziri mkuu ilisema imeunda kikosi cha usimamizi wa dharura na serikali inaendelea kuchunguza iwapo kuna vifo au uharibifu mkubwa wa mali. Kwa wale wanaoishi katika maeneo yaliyotolewa tahadhari, tafadhali hamieni maeneo ya juu na salama zaidi, alisema waziri mkuu Sanae Takaichi. Japan ni moja nchi zinazokumbwa na mitetemeko duniani, ikiwa
juu ya mabamba manne makuu ya kijiolojia kanda ya ukingo wa magharibi wa Pacific Ring of Fire, ukanda mkubwa wa kijiolojia unaozunguka bahari ya Pasifiki unaojulikana kwa kuwa na shughuli nyingi za matetemeko ya ardhi na milipuko ya volkano. Visiwa hivyo vinavyoishi watu takriban milioni 125 hupata karibu mitikisiko 1500 kila mwaka na huchangia takriban 18% ya matetemeko yote duniani. Idadi kubwa ya matetemeko hayo ni madogo, ingawa uharibifu wake hutegemea eneo na kina chake chini ya uso wa dunia. Japan bado ina kumbukumbu ya tetemeko kubwa la chini ya bahari lenye ukubwa wa 9.0 mwaka 2011 lililosababisha tsunami iliyoua au kuacha watu 18,500 wakiwa hawajulikani walipo na kusababisha ajali mbaya ya nyuklia katika kituo cha nyuklia cha Fukushima. Shukran. Kufikia hapo ndipo tunakamilisha matangazo ya leo ya Dira ya Dunia Radio, lakini kuna matangazo mengine yatakujia kutoka Dira ya Dunia TV fika yapopo saa 3 kamili ukiletewa naye Roncliffe Audit. Kikosi kazi kimeongozwa na msimamizi wa matangazo haya na Steha Mohamed. Fundi mitambo amekuwa ni Terry Shege, mhariri Phyllis Mwate, mwenzangu kukuletea matangazo haya ni Karo Robi, mimi ni Victor Kenani. Kwa niaba ya wote, kwa heri.